Popote pale ulipo mtu wa Mungu, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana katika neno lake Mwenyezi Mungu. Jumatano nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuwa kwa pamoja na ili tuweze na kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na siku hii ya neno lake Mwenyezi Mungu tunalipokea soma katika kitabu cha Danieli sura ni ya 3. Nitasoma ule mstari wa 25, na Biblia inasema, akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana chochote kile na ambacho kimewashikilia. Na hapa tunaona ni hadithi kuhusiana na Shadrach, Meshach na Abednego, na Biblia inakuwa ina rekodi ya kwamba ilifika wakati mfalme Nebukadneza akainua sanamu na akasema yule ambaye atainamia basi atatupwa katika tanuru la moto. Na tunaona vijana watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, hawakuinamia ile sanamu iliyoinuliwa na mfalme Nebukadneza, na tunaona ya kwamba wanatupwa katika tanuru la moto, na ule moto ulikuwa umewakishwa mara 7. Na tunaona wale vijana wakimwambia mfalme, mfalme, ijulikane Mungu wetu atuokoe asituokoe, hatutainamia sanamu yako. Na hivyo pale wanatupwa katika lile tanuru la moto, na wanapotupwa katika lile tanuru la moto, sasa baada ya kutupwa wanaonekana wakitembea, si watatu tena bali ni 4. Na mahala tumesoma, unaona ni mfalme anasema, akajibu akasema, tazama, mimi naona watu 4, nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, hali hawana dhara yoyote. Ni neno lake Mwenyezi Mungu nataka kuzungumza na wewe siku ya leo, na ndio maana hili neno nimelipa kichwa, Mungu huvunja minyororo yote. Jambo la kwanza unafaa kuelewa, Shadrach, Meshach na Abednego walitupwa katika lile tanuru la moto wakiwa wamefungwa minyororo, wakiwa wamefunganishwa na ili wakateketee. Lakini cha kushangaza ni kwamba mfalme anawaona wakitembea wakiwa huru, hawajafungwa. Inaelezea nini hapa? Tunaweza tukaangalia hili neno lake Mwenyezi Mungu usiku wa leo na asubuhi usiku wa leo, na hivyo ili neno basi linakuwa linatufunza mambo mawili matatu, kwamba hali hiyo ilionekana kuwa haiwezekani kuokoka, maana walikuwa wamefungwa kwa mikono yao, walikuwa wamefunganishwa kwa miguu yao, lakini ndani ya ule moto kitu pekee kilichoteketea ni zile kamba zilizowafunga. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alikuwa akituonyesha kwamba hakuna kifungo chochote ambacho adui anaweza kuweka juu yako ambacho yeye Mungu hawezi akakifungua. Na hivyo siku ya leo nimekuja kukwambia hivi, Mungu ukimtumainia, Mungu ukimtegemea, hakuna kifungo chochote kile hataweza na kukufungua kutoka kwacho, maana ni Mungu ambaye huvunja minyororo yote. Umemtumainia Mungu kwa hii miaka yote, umetembea na Mungu katika hii miaka yote. Labda ni addiction ambayo imekufunga, labda ni hali ambazo unaona ni kifungo. Nimekuja kukuambia hivi, Mungu anaenda na kukufungua. Haijalishi ni hatari gani na kugondorea macho, Mungu anakufungua. Mungu anavunja hiyo minyororo na anaenda na kukuweka huru. Jinsi alivunja hiyo minyororo iliyokuwa imewafunga Shadrach, Meshach na Abednego na akawaweka huru, kilichoteketea ni hiyo minyororo peke yake. Hizo kamba zilizokuwa zimewafunga ndizo ziliteketea pekee, na hivyo Mungu atakukomboa. Sijui ni nini hilo ambalo limekufunga, sijui nini ambalo linaonekana liwezi likashindikana,
imeshindikana, Mungu anakuzungumzia na anakuambia hilo anaenda na kulifungua katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo elewa hivi, hakuna lolote na ambalo ni gumu na ambalo linaweza likamshinda Mungu. Ule moto ulikuwa wa kuteketeza Shadrach, Meshaki na Abednego, lakini Mungu akageuza ule moto ukawaweka huru, maana kilichochomeka ni ile minyororo iliyokuwa imewafunga. Nimekuja kukuambia hivi, hakuna uraibu, hakuna addiction, hakuna msongo wa mawazo, hakuna ugonjwa ambao hauwezi kukuokoa nao. Ajalishi imesemekana nini, bado Mungu ako katika shughuli za kuokoa watu wake, nawe ni mmoja wa wale atakaookoa. Ajalishi addiction imekushika kwa miaka mingapi, ukimruhusu Mungu, ukimwamini Mungu, Mungu anaenda kukufungua, Mungu anaenda kukuokoa. Ajalishi ni magonjwa yepi, Mungu anaenda na kukuokoa katika jina la Yesu Kristo. Ndiyo kutakuwa na upinzani, ndiyo kuna wale watashikilia na waseme ili haliwezekani, kuna wale watasema huyu hawezi akapandishwa cheo, kuna wale na ambao watasimama na kunena na kusema ili haliwezekani, lakini Mungu akiwa upande wako, yeye atakuokoa. Biblia inasema ya kwamba Mungu akiwa upande wako, ni nani anaweza akawa kinyume na wewe? Ndiyo kutakuwa na upinzani, lakini Mungu pia atakuokoa na huo upinzani, atakuokoa na huo uraibu, atakuokoa na hayo magonjwa. Ni ukosefu wa kazi, anaenda kukukomboa, anaenda kuvunja hiyo minyororo yote na kukupa hiyo kazi katika jina la Yesu Kristo. Ni kukosa kuolewa, eti kwenu huwa muolewi, Yesu anaenda kuvunja hiyo minyororo na anaenda kukuweka huru, anaenda kukuokoa na utapata mume katika jina la Yesu Kristo. Yesu anaenda kukukomboa. Je, ni jambo, ni pattern fulani na ambayo inaonekana kushindikana, anaenda kukukomboa na hiyo, maana yeye ni Mungu na ambaye anavunja minyororo yote katika jina la Yesu Kristo. Ndiyo adui atajaribu kukufunga na kukuzuia kwa kila njia awezayo. Wakati mwingine taarifa ya daktari si nzuri, au mtoto wako ameacha njia sahihi, au uraibu unaonekana wa kudumu, lakini Mungu anakuambia anaenda na kukuokoa. Mungu anakuambia anaenda na kukuweka huru katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi nini unachokipitia. Shadrach, Meshach, Abednego waliona wamefika mwisho, na ndio maana wao waliendelea na kumtumainia Mungu, waliweka imani yao kwa Mungu. Atuokoe asituokoe, hatutainamia sanamu yako Nebukadneza. Nawe pia unaweza ukajisalimisha kwa Mungu, ukielewa kwamba ni Mungu anayevunja minyororo yote. Unaweza ukamwangalia Mungu na huyu Mungu atakukomboa. Ni kung'ang'ana kifedha, sinatangaza siku ya leo Mungu akakuweke huru na Mungu akavunje hiyo minyororo katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo siku ya leo mtegemee Mungu, mwangalie Mungu, na hakika Mungu atavunja hiyo minyororo. Cha kwako tu, hata wakati inaonekana imeshindikana, hata labda Shadrach, Meshach na Abednego walitarajia atazima moto, la hasha, hakuzima moto. Maana nasema katikati ya huo moto nitakuwa pamoja na wewe, na zaidi atakuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukamwangalia Mungu, unaweza ukamtumainia Mungu. Nimekuja kuambia mtu mahali, usikate tamaa. Nimekuja kuambia mtu mahali, ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna lolote lile na ambalo linaweza likamshinda? Unaweza ukamtumainia, unaweza ukamtegemea, na hakika atavunja hiyo minyororo na atakuweka huru. Atavunja hiyo addiction na atakuweka huru. Atakuponya nayo magonjwa katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, ninakushukuru kwa neno lako na ambalo umezungumza nasi siku ya leo, kwamba wewe ni Mungu unayevunja minyororo yote. Haijalishi nini kilichotufunga, Baba umetukumbusha unaenda na kutuweka huru, unaenda kuvunja na hiyo minyororo. Ni minyororo
minyororo ya magonjwa unaivunja katika jina la Yesu Kristo. Ni minyororo ya ukosefu wa kazi unaivunja katika jina la Yesu Kristo. Ni minyororo ya utasa unaivunja katika jina la Yesu Kristo. Ni minyororo ya ukosefu wa chumba, hiyo minyororo unaivunja katika jina la Yesu Kristo. Ni minyororo ya mambo na mbaya yaeleweki. Baba, umetuambia unaenda kuvunja hiyo minyororo. So long as tutakuamini, so long as tutakutegemea, hata katika mala tunaona tunagondolea kifo, hata wakati inaonekana imefika mwisho na iwezekani, umetukumbusha tukutumainie, umetukumbusha tukuangalie, jinsi Shadraka, Meshaki na Abednego walivyokutegemea, walivyokuangalia. Sie tu uliwazuilia kwa moto tu pekee, bali ulivunja na hata ama ulikatakata yale yote yaliyokuwa yamewafunga katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu, kafungue watu wako, kafungue watu wako katika jina la Yesu Kristo, na ukajitukuze jinsi ulivyotukuzwa baada ya kuwaokoa Shadraka, Meshaki na Abednego. Nebukadneza akasema, Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego ndiye atakayeabudiwa. Siku ya leo inatangaza, huyu naye mkomboa, wengi watamtazama na watasema, huyu Mungu wa fulani na fulani, maana wataona kile Mungu atakachokitenda. Huyo ndiye Mungu tutakayeabudu. Baba, watendee. Wengine wakache uabudu wa sanamu, wengine wakache kutegemea watu na waganga, na ili wakakuangalie wewe, maana watakuwa na ushuhuda kile umetenda kwa wengine. Jitwalie sifa milele yote Mungu wetu, unapotenda, unapovunja hii minyororo, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Baada ya kuweza kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu alfajiri hii ya leo, nataka nikupe hiyo fursa, na ili uweze na kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa kumtolea, kutoa sadaka zako, kutoa fungu lako la 10, na hakika Mungu atakubariki. Na hivyo unamtolea kupitia M-Pesa line 0792593648 0792593648. Ukiwa nchi ya Kenya, remit Sendwave unaanza na kodi ya Kenya +254 792 593648 +254 792 593648. Sijui nini unataka Mungu akakufungue kwalo. Unapomtolea, amini anakufungua katika jina la Yesu Kristo, na hakika utakuwa huru, hakika atakuokoa unapomwamini alfajiri ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Unapokuwa unamtolea Mungu, Mungu akakufungue kutokana na hiyo minyororo uliyofungwa katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakuweke huru katika jina la Yesu Kristo. Unapoamini, mtolee Mungu. Pia kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel Kambi ya Wateule. Bonyeza pale subscription notification bell, like, wacha comment yako, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza, ninakupenda sana. Tupatane hiyo kesho saa 11 alfajiri, tulipokee neno lingine lake Mwenyezi Mungu. Hadi hapo kesho, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.